analokwa mkitanda paka mwisho wake. Kuna mwingine analokwa bila kusikia paka mwisho wake. Kuna mwingine analokwa hata na basimu. Mtu analokwa tu wasimu, anafura na manguo, anaanza kutembea tu uchi. Kulokwa. Njoo kichwa cha neno kiasiku ya leo. Na nilipendelea sana tukamate katika kitabu ya Wagalatia sura yake ya 3. Wagalatia sura yake ya 3. Nilipenda tubebee nafasi hiyo kwa sababu itusaidie. Tuna mabiblia nyingi sana hapa. Mimi nakuwaka na mabiblia. Hapa niko na biblia kama ni 4 hivi. Niko nayo. Mimi kama nakuya huku sikosaki biblia. Niko na biblia ya Kibemba, niko nayo hapa. Kama utatamani kusoma lugha nyingine ya Kibemba, niko nayo hapa. Bwana amejua sana. Na nafasi ambapo tunakaa, muangalie kwa nyuma ya viti kuko mabiblia. Kama utajiweza Kiingereza kitakusaidia. Bwana amejua sana. Tuangalie Wagalatia sura yake ya 3. Tuanzie mstari mmoja tu. Mstari mmoja, mtusomee mstari mmoja tu. Wagalatia. Wagalatia 3 kusoma moja nasema hivi. Enyi Wagalatia, msio na akili. Ni nani aliyewaloga? Ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu. Rudia hapo tena. Rudia hapo, soma vizuri nukta kwa nukta, itatusaidia. Enyi Wagalatia, msio na akili. Ni nani aliyewaloga? Ninyi ambao Yesu Kristo. Ni nani aliyewaloga nyinyi ambao Yesu Kristo? Soma vizuri, anza tena. Enyi Wagalatia, msio na akili. Ni nani aliyewaloga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Bwana amejua sana. Maandiko yanaenda kuongea vizuri sana. Yanasema kwamba nyinyi Wagalatia, ni nani aliyewaloga ninyi? Kwa maana mlijua Yesu Kristo alikuwa pamoja nanyi, lakini mwaendelea kufanya matendo yasiyostahili. Maneno haya ambayo Mtume Paulo anaenda kuyasema hapa, alikuwa anasisitiza kwa sababu ya kanisa ya pale kwa Wagalatia. Wale ni watu ambao Kristo anazalika, wanapata habari yake, anakomaa, anakuwa katikati ya wao, weko kujua habari yake, lakini hawakuwa katika ile njia ya kushikamana na kusikiliza maneno ambayo Yesu Kristo alikuwa anafundisha. Kwa kitu kinaniletea kafujo kidogo. Yesu Kristo alizalika, wanajua, kama vile jinsi tunavyozaa watoto. Kama mtoto kanazaliwa keko kanafanya fujo hapa, kanakuya kanafanya fujo, mkwanza kukomana kanakuwa kama miujiza. Hata mimi nilikuwa nafikiria sana, hata mkanisa kalikuwa kanapaswa kufanya na miujiza. Hata kupotea labda alikuwa kanapotea, hata kaangalia katoto. Kwa sababu ya nini? Kalikuwa na uwezo moja fulani ambapo ulikuwa ndani yake. Lakini wakati Yesu alikuwa pamoja na lile kanisa ya Wagalatia, watu ambao walikuwa pale hawakujua kusema ya kwamba huyu mtu, kuhakikisha waone kusema ya kwamba hiki kitu tuko nacho hapa ni kia lazima, hiki kitu tuko nacho hapa karibu yetu ni kavale. Wao hawakuona hiyo neno, hapana. Wakaanza kuonyesha ile kufuru. Bwana amejua sana. Wakaonyesha ile kufuru ya kumkufuru Mungu. Wakaonyesha ile kufuru ya kukufuru Kristo na kumpuuzia sana, kwa sababu si ni mtu alizaliwa na mama yake wanamjua Maria, na baba yake kapenta wanamjua. Haleluya. Wakaanza kukufuru.
wakaanza kuonekana maneno ya Kristo haikukaa ndani yao. Hapana, wakapuuzia, wakafata tamaa yao ya ulimwengu, wakafata mizaa yao ya ulimwengu, wakaona mwili wao ni wa thamani kuzidia aliyoumba. Wakaona akijiangalia tu hivi, anaangalia nyuma, hata niliumbwa kweli. Wakaendelea na anasa. Akijiangalia tu kifua vile kinavimba, anajiona sema hapana. Wakamshindwa kumkamata vizuri Kristo, wakaendelea katika njia ya nini? Ya anasa. Paulo akijazwa upendo wa Mungu kwa sababu ya kuonya, akijazwa nguvu ya Mungu kwa sababu ya kusisitiza, akasema ya kwamba ni nani aliyewaloga nyinyi? Nani aliyekuloga wewe? Kwa kutokusikia kwako, kwa kutokuangalia kwako na kufumbua macho kusema ya kwamba huyu ni mwana wa Kristo na huyu ni mkombozi. Maneno anayosema ni maneno ambayo tulisikiaka na wazamani. Badala koka Yesu Kristo kaangaliki kadogo, lakini wakamubeba na kumupuuzia kwa sababu ni Kristo. Haleluya. Kama hapa sasa wataanza kufuata na maisha. Wakati unaposema neno la Mungu, banaanza kukalikilia mbele maisha yako. Maisha yake ni aje kwanza, iko na pesa? Eko je? Anakuwaka na gari ngapi? Anakuwaka je? Mwangalie mbele kwa nyumba yake. Wanalalaka na penye. Wanalalaka tu na njaa. Kwa sababu ya nini? Walianza kuona Paulo aliona kusema kwamba hacha ni watolee wazi. Wanaona huyu mtu Yosefu ambaye alizaa Kristo, huyu Maria, wanaangalia nyumba yao vile walivyo, dharau ikaingia. Kumbe ile nyumba ilikuwa na wokovu. Nyumba ilikuwa na wokovu. Nyumba ilikuwa na baraka. Nyumba ilikuwa na uwezo. Ile nyumba ambako kuliko toka Kristo. Wao wakafikiria vile jinsi baba yake anakuwa anatengeneza milango na madirisha, wakafikiria vile jinsi yeye anatengeneza tu portmanteau pa kutia manguo, kufikiria vile jinsi yeye anatengeneza tu mapendezo tu makabati, wakampuuzia, wakaona wabure astahili. Bwana amejua sana. Paulo alijua kunakuwa na ulozi. Paulo alijua kunakuwa na ulozi. Sikiliza nikwambie aina ya ulozi. Kuna mtu analogwa hata mseme maneno asikii, mpaka ajionee mwenyewe. Bana mwambia hii njia ambayo uko naenda, kuko ba polisi balisha ikala pale, ba sodani wekufanya bariere pale. Ukienda niomoa hata na ka $20 njoo jinsi upate jinsi ya kuvuka maeneo ile. Ukienda mikono bure watakukamata. Lakini kulingana na kiburi, utaona mtu asema hapana, mimi nitaenda tu. Kufika pale eko mikono ya wale maskari, wanaanza kumromba makuta. Kama una makuta utaenda kutushotea maji, utavunja kuni, utatia pale, njoo uondoke. Na saa yake ilikuwa ya kuwahi kwenda kukanisa, saa inapita. Bwana amejua sana. Unalokwa kutokusikia. Kuna pepo ambayo inaloka tu mtu kwa kutokusikia. Hata umwambie namna gani, yeye hawezi kukusikia hapana. Hata umfundishe namna gani, wewe manake unaponda muda, analokwa kutokusikia. Bwana amejua sana. Mwingine analogwa ulozi tu, wanakupiga tu kichomi pa. Kichomi tu kwa fashi moja pa. Mwingine analogwa hata macho. Unatembea hivi uko na shindo na kuangalia vizuri. Ingine haina uzee. Mnisikilize vizuri. Ingine haina uzee. Kuna uzee kwa sababu ya mwili, virutubisho vya mwili, vitamini ilichapunguka. Kuna mengine mtu analokwa upofu. Nilishakaona papa moja hivi. Ananiambia uniombee mtoto yangu. Mimi nilikuwa mzima tu, lakini huu mkaa tunakuja, njoo macho inakuwa sioni tena. Ule papa nilikuwa napenda sana kumwombea, nikamwambia
badilisha kwanza imani yako ndio inakufanya uwe hivi. Ukibadilisha imani yako utakuwa sawa. Bwana ndio sawa. Kuna watu wengine wanalokwa. Mtu tu analokwa kichwa kuuma ng'ambo moyo. Tunaona kichwa hiki kinakatika hapa, kinauma tu huku kuko bien. Kichwa kinauma hadi paka juu. Aina ya ulozi. Bwana ndio sawa. Bwana ndio sawa. Hiyo ni aina ya ulozi. Napenda kusema maneno haya kwa kanisa. Kujua kuna ulozi. Kuna ulozi. Kuna nguvu ya ulozi tofauti mbalimbali. Mwingine analogwa hata unatia makuta yako inabebwa, banabeba ile makuta. Na bila kuona mtu mwenye aliingia nyumba, na bila wewe ndio mwenyewe ulitia na kabati yako unafunga na unakuta makuta hamuna. Kuna watu wanalogwa kwa hiyo njia, wakatuma vitu vyao vinakia kuloga, vinabeba pesa. Ile yote ni njia ya nini? Ya kuloga. Bwana ndio sawa. Bwana ndio sawa. Kama unaelewa kusema kwamba kuna kulogwa ambako Paulo alisemaka, ujue hata hapa sasa kuna watu ambao wanaologa wenzao. Hicho ni kitu cha kutembea huko mwekujua. Kuna watu ambao atakuloga vizuri tu kwa sababu ana ile asili ya nini? Ya ulozi. Haleluya. Haleluya. Amen. Zamani makanisa tulikuwa na feti sana. Ukitembelea tu kwa mwenzako utakula ukali kwa ajabu. Ujapokuwa na bibi yako anapikaka malaki ile lakini ile malaki ambao utaenda kula kwa mwenzako unasikia vizuri sana na sahani kubeba kupitisha na kidole. Bana wake wanasema papa ni bwana njaa kweli. Sababu ya nini? Umoja. Kulikuwa umoja ambao hakukuwa madirimiri ya kusema huyu anaweza kunifanyishia mubaya, huyu anaweza kunifanyishia mubaya. Mtu anakula atakavyo. Bwana ndio sana. Lakini kulingana na ulimwengu wa leo, watu wanakuwa wajanja zaidi sana. Watu wanakuwa wajanja zaidi sana. Ni nani aliyewaloga nyinyi? Msisikie, mliamini Kristo amisaidie, lakini unabakia na ulozi. Uliamini Kristo, utoe ulozi wako ubakie sawa. Lakini wewe unabakia na ulozi tena, na Yesu unamtafuta tena. Nani atakusaidia na ulozi wako? Wewe unafananishwa na wale watu ambao ni wa kuile fasi ya Wagalatia kwa sababu masikio yao hawakupenda kusikia. Hawakupenda kusikia. Walipenda kupuuzia. Walipenda kudharau. Neno ingaliki naongelewa kama na hivi. Ni wakati wa kwanza kusikia. Wengine wanatoka humu wanaabudu. Humu hii ibada tunafanya hapa sisi. Njoo ibada ya 3. Asubuhi mlikuwa ibada. Ikaisha. Mkaingia ibada nyingine, wanatoka tu pale wanakuja hapa, wanafanya ibada nyingine. Inaisha. Na sisi tunaingia ibada nyingine hapa ya 3. Sasa wewe hauhakikishi kusema ya kwamba ni maneno ya Mungu ya kweli, wewe unabeba kuabiza. Wale wote walikuwa humu, walikuwa kuabudu hapa, walikuwa na tania. Walikuwa na tania. Walikuwa na kucheza. Walikuwa na kuangaliana masura. Walikuwa wanakuja kuabudu ule Mungu ambao Paulo alisema wewe unalokwa kwa sababu haupendi kusikia kusema kwamba kuna Mungu. Tusikilize namna aina mbalimbali ya ulozi. Tusikie sasa katika maandiko. Tusomee kwanza katika kitabu ya Kumbukumbu sura yake ya 18. Kumbukumbu la Torati 18 kwanza 9 tutafika 13. Muwai haraka napenda tuende. Kumbukumbu la Torati 18 kwanza 9 inasema hivi. Ndio. Utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana ndio Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano
wa chukizo ya mataifa yale. Tena asionekane kwako mtu apitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto. Rudia tena. Asionekane kwako mtu apishaye mwanawe au binti yake kati ya moto. Endelea. Wala asionekane mtu atazamaye mbao. Rudia tena. Wala asionekane mtu atazamaye mbao. Tuendelee. Wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri. Tuendelee. 11. Wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo. Wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo. Wala mtu alogaye kwa kupiga mafundo. Tuendelee. Wala mtu apatishaye pepo, wala mchawi, wala mtu aombaye wafu. Rudia hapo pole pole. Wala mtu apatishaye pepo, wala mchawi, wala mtu aombaye wafu. Aombaye wafu. Ngapi ile? 11. Chuo kinasema, ndio. Kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana. Kisha ni kwa sababu ya hao Bwana Mungu wako atawafukuza mbele yako. Amen. Bwana ndiye sana. Amen. Musa anapata agizo. Hii safari mnatoka hapa mnaenda ni Kanaani. Hii nchi ambayo mnaenda ni nchi ambayo niliwaapia nyinyi kuwapa. Mimi Mungu niliwaapia kuwapa hii nchi. Sasa hii nchi mnaenda kukaa, mnakuwa na masharti, mnakuwa na sheria ambayo inakuwa katika hiyo nchi ambayo mnaenda kuivukia. Haleluya. Amen. Pika kwanza makofi na vitu. Amen. Hiyo nchi ninawapatia kwa kuwa mwende ina masharti. Hamtaenda kwa bure. Hamtaikanyaga kwa bure. Huyo Mungu ambaye mnaenda naye, mnaenda kufika mpaka nchi ya ahadi, anamipa na sharti. Huko mnaenda. Kusionekane mtu ambaye atafanya vitu tofauti na vitu vyangu. Kusionekane wa kwenda kufanya mafundo, wale wapikao ramli, wale wa kuloga, wale wa kuvaa mindele, anaenda kufanya matozio yake, ananyuia chakula na taya china yako. Akule tu hiki chakula, akikula tu basi ile nguvu yake ya kusema mkanisa inaisha. Asionekane huyo mtu wakati mnaanza kuvukia wapi? Kanaani. Haleluya. Amen. Nikafikiria hivi, hatuna bahati kweli, wengine ni kulokwa. Kweli ni kulokwa. Uliamini Kristo, wewe unasema awe Bwana na Mwokozi wangu. Unakamata na uchawi, unakamata na ile ya kupigia navyo mafundo, unakamata na ile ujanja wa kuingiza mtoto yako mmoto, kumpitisha mmoto asema na kufinika. Unafinika. Unakamata mtoto yako, maji iko na shuka unakatupa pale ndio na kabamba. Nilionaka mama moja hivi hapo Zambia, niko naenda na gari. Mbio sana, natembezaka mbio sana, ni huku tu kwa sheria. Kule ukipita tu vile kwenda pembeni kule ni kukatwanga. Amen. Kama naanguka mwangu 20 ni sawa, ni mimi mwenyewe nikufe. Amen. Niko kukatwanga, niko naenda. Naona tu mama wangu barabara anakuja kuzunguka na katoto hivi. Mimi nasema Mungu wangu, sasa kiponyoka ile vumbi yote wanaibeba. Wao wanasema mtoto wanamupa nini baraka? Haina laana. Ile vumbi yote kweli si laana tu. Kubewa tu wao kabisa. Laana. Haleluya. Wengine wanafunga na safari. Ile fasi ya kushuka mtoto, njoo anaenda katupa katoto pale kana shuka wanakarogota maji. Hadisi ikaambiwa hivi, ile nchi ya ahadi ambayo mko mnaenda,
kusionekane mtu wa kufanya hivyo. Haleluya. Kusionekane mtu wa kufanya hivyo. Unabeba ungo, unabeba chochote, unaanza kupanda pa ungo, unaanza kwenda. Chunga siku moja ile ungo ikabakie pale pa hewa. Ukakuwa tu mwewa pale unaning'inia tukakuona. Haleluya. Haleluya. Kusionekane wa kupiga ramli. Nani ajua ramli? Unaenda kwenda kulagushwa, hiki kinakuwa kati hivi, hiki kinakuwa kati hivi. Unaona walikuonea, unaona walifanya nini? Uongo mtupu. Kusionekane wala hata mtu mmoja wa kufanya hiyo njia. Hiyo ni maandiko matakatifu inasemewa. Ilikuwa ni agizo ambayo wana wa Israeli waliagizwa na Mungu. Haleluya. Amen. Wana wa Israeli wakaagizwa na Mungu kusionekane hata kitu kia namna hiyo mumugini humo mnaenda. Sasa sisi tunamwamini Kristo kuwa na Bwana, kuwa Bwana na Mwokozi wetu. Mtu anafika mkanisa, njoo njia ya kufika kwenda kupata ule wokovu. Wewe unafika hapa na ungo wako. Unabeba na ungo. Unakuja mkanisa au unaanza kuvala na unaanza kujifunga. Soma hapo vizuri. Ni 13 ni 10 ngapi? Soma vizuri sana. Usiseme asema ni mimi ninajisemea. Inasema ndio. Asionekane kwako mtu apitishaye mwanawe au binti yake kati ya moto. Kusionekane hata mtu mmoja kupitisha mtoto yake juu ya moto. Moto unawaka pale unampitisha sana na kumpa nguvu ya nini? Tuendelee. Wala asionekane mtu atazamaye mbao. Kuko watu ambao wanakuwa na ile maarifa, anaangalia tu weko naangalia tu namna ya kuwa tege. Atege amitege tu. Isionekane yule mtu mule kanana kwenye mkono naenda. Wala mtu atazamaye nyakati mbaya. Nakwambia mtu mwingine atapenda wewe kwako kukue tu habari mbaya, njoo afurahi. Mtu mwingine akisikia kwetu kuko kilio anasema kuko kilio sasa. Manake yeye habari mbaya inamjenga kujidia habari nzuri. Manake akisikia kwako kuko habari nzuri, kwake hawezi lala hata kidogo. Akisikia kuko habari mbaya, yeye anasikia kavumo. Sasa kwetu au kwenu wakwenda mule Mkanani kusionekane hata huyu hata mmoja wakati anapofuka hapo. Endelee. Wala mwenye kubashiri. Kugeuza. Mtu mwakugeuza. Ubasiri iko mualama ya geuza. Upinzani. Au kugeuza vitu. Tuendelee. Wala msihiri. 11. Ndio. Wala mtu alogae kwa kupiga mafundo. Mtu alogae kwa kupiga mafundo. Bwana miliwe sana. Tuko mkanisa hapa. Wewe wenzako haleluya. Amen. Haleluya. Wewe njoo uko na kufa tu na kona ya kikwembe. Uko nafunga. Wenzako beko haleluya. Wewe uko tu pale. Haleluya wongola. Amen. Uko na kokota juu mtu asiimbe. Amen. Haleluya. Uko na kokota. Asionekane hata mmoja wa hiyo hali. Wapo. Mimi nasema wapo. Kama nasema maneno haya nilishakaona kwetu. Mama mmoja alifika akatubu. Hii mpasteri tunachua mingi kweli. Acha tu ni baraka kwa Mungu. Mama anakuja anashuhudia ndani ya kanisa, anasema mimi wakati nakuweka mkanisa, watu wakisema tu haleluya, mimi naikala sana. Niletee kiti nipime hapa. Jinsi alikuwa anafanya. Asema haleluya, sema amen. Wewe sio unafanya amen. Leta hapa. Hivyo tu funga leta. Fungisha na nguvu usiniangushe. Leta hivyo. Leta tia hapa. Tulika kupimia hapa tutatosha. Asante mtumishi wa Mungu. Asema ni kuikala hivi. Sasa sio anaikala hivi, mnaanza kuimba mnasimama, anafanya hapo hivi. Anafanya hapo dogo. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Njoo anaikala sasa. Akisha ikala njoo anaanza sasa kumifunga moyo. Ule yoyote alikuwa mkuruka mkanisa anajazwa nguvu za Mungu.
ni kuambia alishatuma utawaniko wa ile nguvu yake ya giza. Ndio mnakuwa tunaanza kushindwa. Anasema hivi, hata mtu kama yeye anahubiri, nikikuja tuna hiyo dawa na chia na ikalia, hakuna mwenye atahubiri. Utasikia tu kutetemeka na wanakutosha hapo na kupeleka kupembeni. Haleluya. Haleluya. Hiyo yote ni maarifa ya walozi. Sasa katika Kanaani asionekane hata mtu hata huyu, hata mmoja. Kule kwenye mko unaenda kumji wa ahadi. Sasa kumbinguni kwenye tuko tunaenda. Huko mbinguni kwenye tuko tunachunga safari ya kwenda mbinguni. Njoo uende na ungo yako. Tangulia basi na ungo yako. Tangulia na ungo. Tukukute huko kama tutakukuta huko kunaenda. Haleluya. Biblia inasema asionekane hata mmoja. Endelea hapo. Wala mtu apandishaye pepo. Wengine wanapandisha pepo ya uongo. Maarifa ya kupandisha pepo ya uongo. Kumbe ni pepo ya mkambo. Asionekane hata mtu hata huyu, hata mmoja kwa Kristo. Endelea. Wala mchawi. Uchawi wowote usionekane, mchawi asionekane. Wala mtu aombaye wafu. Ule mtu yeyote ngambo yako alishaka kufa zamani, wewe njoo naenda kupiga magoti unaanza kumuombea. Kutatoka kizima. Bazamani babini walikuwa wanakufa beko balozi. Sasa wewe njoo naenda kumuomba ule. Wakati atakuja pa nyumba, atakuwa mzima, utakuwa mzima na nyumba yako. Kisha unaanza kulia sema magumu inatungilia kwa familia. Nani mwenye alienda kubeba bisho stahili? Kile kilipita, acha kulamusha ile pepo ishapita. Omba na Mungu. Lakini wewe unaenda kulamusha pepo ya yenyewe ishapita zamani. Huyo miomba yako mwenye atakalamukaga, yeye alikuwa anatembea. Basi zamani alikuwa balozi kusikia sasa. Kama mnakumbuka ya Musa, mkumbuke pa Musa. Musa yeko na nyoka yake pale na yeye yeko na nyoka yake pale. Unaoshuhudia zamani haina hapa. Musa yeko na nyoka yake pale na hao wanatia kunyoka kwao pale. Lakini kulingana na uwezo wa Mungu, nyoka yenyewe ilikuwa na Musa ikaanza kumeza kule tumanyoka twao. Bwana nidiwe sana. Na sisi tumeshe uchanja wao wote kwa jina la Yesu Kristo. Na sisi tuvunje kila uchanja wa ulozi na uchawi kwa jina la Yesu Kristo. Endelea hapo. 12 nasema tu. Ndio. Kwa maana mtu atendayo hayo ni chukizo kwa Bwana. Ule mtu yeyote anayefanya hivyo ni chukizo kwa nani? Kwa Mungu, sio kwangu, kwa Mungu. Sisi hatuoni, sisi tutaomba tunasema Baba pigana nao wanaopigana nasi. Tetana nao wanaotetana nasi. Baba utulinde, utupe uzima. Baba timiza haki yako kwa ajili yetu. Baba semesha sisi ni vyombo vyako. Lakini kwenye huko hauwezi kuwa na amani kwa sababu una ulozi. Haleluya. Haleluya. Bwana ndiye sana. Utamalizika? Ya, kisha ni kwa sababu ya hao Bwana Mungu wako atawafukuza mbele yako. Mungu kwa kazi ambayo watafanya, kwa kuwa wewe ubakie na hewa, ni kufukuza. Haleluya. Piga makofi na mkelele. Yeye atafukuza au tabaki, kwa sababu wale wanaoomba katika kweli wakishaomba wanatimiza kule kuomba. Wewe penye huko utasikia moto inakuatia, kienye kitafuata ni mbio. Yes. Unafukuzwa. Baada ya malaika watakufanyia kazi, sio sisi. Sisi tutakuwa tu haleluya, 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 haleluya. Wewe moto inakuatia, utapita mbio mwenyewe na utukufu wa Mungu utaonekana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Huyo tunayeabudu. Lakini mnaikala mnamwazia. Ikala tu pa nyumba au anza kulala, waanze kukontrole batu milioni kubachunga mpaka saa ya kulala. Tena napo yaacha tena na wachunga mpaka saa ya kulamuka. Tena yaacha tena na wachunga mpaka saa ya kwenda kulala. Nibisa ufanyishia uchanja yeye. Bwana ndiye sana. Unapokimbilia kwa Kristo,
Achana na tuyelela. Achana na kufunga kwa mkiono. Achana na kufunga kwa kubikwembe. Haleluya. Amen. Benzako msakoshi munayala vikwembe na kubadilisha. Wewe msakoshi yako munayala kwa kufunga wengine wasifanye kazi ya Mungu. Kufunga wengine wasipate furaha ndani ya kanisa. Kufunga wengine. Ndio maana mimi kipindi kingine napendanga kutembea tu na haka tu. Natembea tu na Biblia tu, niko naenda tu na haka kwa sababu najua sema haka. Tofauti nyingine nitapita katarumuza mtu. Haleluya. Haleluya. Sasa hatutakuachilia uishi hapana. Tutapenda wewe ufe. Kwa sababu ya nini? Maandiko ipo yenyewe inasema kwamba yule mtu afe. Bwana ndiye sana. Amen. Unajifichika Mungu, unakimbilia ndani ya kanisa, na kisha kukimbilia ndani ya kanisa unakuwa mkuu wa watoto wa watu, mkuu wa fanya. Mtu anasimama anashuhudia matendo makubwa Mungu alimfanyia. Wewe uko na beba ile neno alisema, wewe unaenda kubeba kipimo cha kumpima ule mtu. Ni kanisa ya Mungu hiyo uko nachezea. Labda ni kanisa ya miomba yako au ya bofu yako, utaichezea hivyo. Hapana, wakumbingu wachezewi. Haleluya. Wakumbingu wachezewi. Kama ni abofrede wako cheza hivyo. Hapana tu ya watu wanalokota moja hapa. Analokota moja hapa. Yeye mwenyewe kwa wapandikiza. Anabeba mwingine na mchia hapa. Anabeba mwingine na mchia hapa. Wewe ulete ili ya kufunga mafundo yako kwa wale watu. Utasimama utaikala. Choma kwa moto katika jina la Yesu Kristo. Tuendelee katika kitabu ya Kutoka. Penda tusigemele Kutoka 22:18. 18 nasema. Soma mstari ule moja. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Usimwache mwanamke mchawi kufanya nini? Kuishi. Rudia hapo tena. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Hatutakuacha uishi. Ukiamini kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu kuyaacha yote, tunakuacha unaishi. Neema ya Mungu itakufuata. Lakini ukiendelea na mafundo yako kufa, rudia, soma vizuri, usifichike nafasi hiyo. Labda unasema tuko tunahangaika. Hakuna nataka Kiingereza kubadilisha hiyo lugha. Mimi yangu ya Kibemba njoo mtasema panaisha. Huyo mtu hata hapa ni kutoka kukuta ni mkulala. Inasema hivyo. Ndio. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Usimwache mwanamke mchawi kuishi. Fukuza kwa jina la Yesu. Kama tunamuomba Mungu ule wa kweli, hapana unaomba unaangalia, unaomba kuna waza na watu. Bata kufienta usiku. Haleluya. Amen. Nakwambia watakufienta kuanzia leo washindwe kwa jina la Yesu. 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 Hatuamini ulozi sisi hapa hapana. Hatuamini ulozi. Tunaamini ni Kristo. Ni kwa kweli tu hivi. Mama twende tukusadiki. Tunamuita mwenginavyo. Anashuka kwa kutuona. Sasa wewe unaanza kuchezea watoto wa miracle. Unawachezea watoto wa miracle ni wako. Wewe ndio uliwaleta. Mbona na mimi najisangaka? Kusikia mwingine anasema mimi natoka Kindu. Kusikia mwingine anasema mimi natoka Rwanda. Kusikia mwingine mimi natoka. Unawachezea. Usichezee na watumishi wa Mungu. Usichezee kwa nyumba yako na watoto wako. Bwana ndiye sana. Njoo maana nasikiaga hasira sana. Naenda kusoma andiko ya Isaya 49. Nasikiaga kichwa kinanipanda, mimi nasema sasa huyu Mungu shangelikuwa anafunika tu hata nyumba tumbao tote ndani. Kuangalia sema hata hii nyumba iko hapa ile na wapi. Wasangazishwe kwanza. Kama vile alifanyaga zamani. Bapite tu watu kuangalia na ambao hapana na nini hapana na gari yake ishapotea. Hiyo njoo mchunge wewe Mungu saidia. Haleluya. Haleluya. Amen. Wasionekane. Mtu analamuka yuko anaenda kwa kazi. Anaenda kutumika kazi yake. Wewe uko na kazi ya kubeba bati yake.
Wewe Jona, ulimzala, uko na mchunga, ulimupa na pumzi, akaanza kupumulia pumzi yako. Ulimwachima nini? Ulinipa nini? Nikushikia boka wewe nani? Ulisaidia nini kwa Mungu kwa kuwa mimi ni wewe? Ulimupa nini? Nikushikie boka. Haleluya. Amen. Ulimupa nini Mungu? Wewe unasaidiana na Mungu wewe au uko mharibifu? Ukikuwa mharibifu, nikikuwa mharibifu, ni shirki na bakia kunyumba na kaa. Haleluya. Amen. Nikae kunyumba kalimo yao. Lakini kama nampenda Mungu, nikuye hapa, nianze kutupa kama kamoya natupa. Nilikuwa nakakufunga mkiuno kamubinde natupa. Nilikuwa nakaeka kufinyana watu wabenyewe wanaenda pagilio, wewe unabeba maganda vichika vya watoto, unatupa unaacha. Anza kuacha kimoya kimoya kumwisho uokolewe. Yes. Acha kimoya kimoya uokolewe na Mungu. Usidanganye watu wasema Yesu ana hako. Yesu ana hako. Na hii ibada ya kumwabudu Yesu Kristo ni ya bongo. Tuikale. Unaambia mzima, unaambia mtu mwenye asiki yake. Wewe niambie hivyo. Mtu anasema kwa jina la Yesu, mtu anaanguka. Wewe sasa unasema Yesu hayupo, kambo yako, nyumba yako hayupo. Haleluya. Amen. Sema amen. Usikuwe na mashaka, sema amen. Ni maneno ya Mungu ambayo tunaongea. Kama unashuka chini, anakuambia hivi, usijaribie na kupinga wale manabii wangu. Mungu mwenyewe anasema, usijaribie na kupinga manabii wangu. Wanaoona, wanashauri, wewe unapanua kinywa chako, wanaoona, wanashauri, wewe unapanda kichwa, waanze kuwapima, kufa. Kama unatubu, unaamini katika kweli, unapata neema. Hautakufa, utaishi. Na utamwabudu Mungu na Mungu atakushikia. Haleluya. Amen. Watoto wa Mungu hapa beko mambo kabisa. Mungu wa maajabu. Soma mbele Ezekieli 13. Ezekieli 13. Tutaanzia kwa ngapi? Utaenda haraka. Ezekieli 13. Usikie unabii ambao ulikuwa unasema, unabii unasema wasionekane na wao. Hii yote tunaenda kuyasoma hapa ni unabii, na yengine ni maagizo. Wanaagizwa watu, muambie hawa watu wanaonitafuta mimi, wale wenye kuwa na ujanja kule mnavuka, muache ujinga, muache ulozi kule unaendea, muache. Ndio Ezekieli 20. Anzia tu Ezekieli 13, anzia mstari wa 17. Anzia hapo tu, pata tusaidia. 17 nasema, soma tu na shuka. Na wewe mwanadamu, kaza uso wako juu ya binti za watu wako. Kukaza uso kwa sababu ya binti za watu wako. Kama mimi nakaza uso kwa sababu yako, nisisikie asema balikuloka. Kama niko nasema hapa, nasema maneno tukiyasikia ule ulozi ambao tulishatangaza kusema tunaumaliza. Nikifika hapo tu ulozi unaenda wewe peke. Hapana maombi. Nafika tu nyumba, ulozi unahama kwa sababu unakimbia moto. Tuendelee. Watabirio kwa akili zao wenyewe. Ndio. Ukatabiri juu yao. 18. Useme, Bwana Mungu asema hivi. Ole wao wanawake wale washonao rizi katika viungo. Ole wao wanawake wale washonao rizi. Uko mkuikana tu kwa shona mairizi ya ulozi wako. Bwana nilio sana. Labda unajua, acha niseme neno hili, utanirudia kanisa. Bile walozi wanafanya biko ndani ya Biblia, au tafanya mapya yako, au tasema nililamuka na ungo naenda kujidia wale wa zamani ungo yao yenyewe walikuwa natembea nao, au tajidia ulozi wa wale wengine. Sikiliza nikwambie, kulikuwa papa moja hivi, parti ya Kumwero.
Ni familia ya kijana moja wanamuita Shimumbi. Kijana moja nilitumika naye. Sasa miomba yake na kuhakikishia miomba yake, niko naye na mfoni na namba yake, kama unapenda kumuuliza unamuuliza. Yeye anasema hivi, alikuwa na baba yake, nkambo yake. Pamwero pamtoni mwero, shimuna mshigaka mwero wa ndugu yangu. Pale pamtoni pamwero, yeye yuko na bustani pamtoni, pamachi, yuko na bustani. Na pakwenda anabeba mpanga, anabeba kashoka, yuko anaenda tu hivi, kama yuko anaenda kushamba pamaji. Kulikuwa waloshi ambao ni waloshi. Pakuvuka kwanza sema nipumue, apumuzike. Anatosha nguo anatosha polepole tu. Akishatosha nguo, anaenda kutia mwewa. Sasa hivi anatia tu pa hewa. Sasa nitie mbele hapo. Anakatia anaika pa hewa. Sasa wewe ulishatia na nguo pa hewa. Wale waloshi ambao wanacheza, walishapima kutia nguo pa hewa. Anasema hivi, huyo miomba yake siku alikufaka. Asema ilikuwa ni ajabu. Mkini wote wakashangilia. Sasa huyo ngambo, huyo kijana anasema hivi, alikuwa tuna kitu hiki kimoyo. Kama uko mlozi unaloga mtoto, unaloga fie. Na wewe hiyo siku utalala. Njoo na yeye kipingamisha alikuwa nake tu. Ukiloga tu mtoto, unaloga nani na wewe ujue, njoo siku anaenda kukufunika. Bwana mbinguni sana. Nikwambie kulikuwa ulozi wa zaidi. Kujidia na kale ka kikwembe, kale ka kumwisho ka upindo kenota tafuara uko natembea nako. Biblia yote inasema vitu vingi. Ikala tu siku moja unaiuliza Biblia uniambie ya zamani. Uniambie tu ya zamani itakwambia. Haleluya. Shuka. Washanao rizi katika viungo vyote vya mikono. Huku anatia huku. Wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo. Anatia kila. We mama wewe. Tuendelee. Ili wawinde roho za watu. Kazi ya kuwinda tutoto kwa wenyewe wako ulibangaikia. Hello. Hiyo hali yote ya hiyo pepo ipo. Hiyo nguvu yote ya giza ipo. Atupapashi Biblia yote inasema. Biblia yote. Hiyo nguvu yote ya giza ipo. Na Biblia njoo inatufundisha, inatuambia uloshi. Njoo maana wakikwambia wewe ni nani aliyekuloga? Ni jambo mnene sana. Hello. Nasema wewe ni nani aliyekuloga wewe? Mbona ushikiaje? Pasopo, keba, ujue kuna wapiga mafundo, ujue kuna wakuvaa. Anafunga kwa kuvaa. Ujue Biblia inamkataa wewe ambayo mwanamke mlozi hautaishi. Kwa nini Biblia inasema mwanamke? Na kuambia bingwa wa kwanza kuua ni mwanamke. Bwana ndiye sana. Kama unalopwa na mwanamke, kama unafungwa na mwanamke, nikwambia atakufunga na uko na kula bukali kumeza. Inaambiwa hivyo. Hata mafundisho wanafundisha, Biblia inashuhudia mke mlozi asiishi, kufa pita na dunia. Kwisha bwana. Bwana ndiye sana. Amen. Lakini akiamini Kristo, dhambi yote kwisha. Mafundo yote kwisha. Bila ya kujifunga kukichwa kwisha. Bwana ndiye sana. Tamwana mwingine anakaa pale anasema mama anakuwa na baraka kweli. Tafuta yako, tafuta baraka yako. Na unamwambia Mungu, unifungue na macho nione. Na unifungue na masikio nisikie na makelele mengine. Na Mungu nipo uwezo wa kushinda hii uwezo mwingine. Kama unaona mwenzako anachazwa, na wewe mwambie Mungu nisaidie ile level yake iwe kwangu. Amefanyaki hivyo. Siku moja sikiliza nikupe miujiza mimi yenyewe nilifanyaka. Tulikuwa na pastor moja hivi nimpenda sana, moyo atasikia. Pastor wetu anamuita Sagesse. Kama anahubiria hapa anajikamata na mikono, nilikuwa natembea vizuri. Nikimwangalia niko pale kuikala nimsema mwenzangu, pastor mwenzangu, nikimwangalia nasikia na kutamu. Anasema maneno ya Mungu, unasikia inaingia kweli. Haleluya. Tunaona kama uko na njaa ukitia chakula mkinyo, kana ingia kweli. Hata maji unasikia maji inapita vizuri, inashuka kwa inaingia kweli.
Na unaona unakaa kidogo na jasho inakutoka. Huyo pastor alikuwa hivyo. Kama anaongea hivyo, maana yake natoka mkanisa niko mkufarijika. Lakini sikiliza nikwambie. Sasa nikaanza kumwambia Mungu. Nikaanza namwambia Mungu, sasa Mungu, si ungenifanyaka tu nakuwa kama huyu. Ungenifanyaka tu nakuwa kama huyu. Mungu nisaidie na mimi nikuwe tu hata level yake. Sasa nikalota niko napakala nyumba yake. Napakala rangi nyumba yake, nikaipakala. Na mimi nilikuwa mfanyakazi, niko napakala machoka. Hii choka ya kumanyumba, tulikuwa tunajenga fasi moja tumawese. Njoo nikasema hata hii ndoto na ilota, acha nitumikishe. Nikaenda kumuuliza, alijenga kinyumba kizuri ngomeza pastor. Sasa mnaona yeye nikipia kupika plaster na kupakala nyumba, sema sawa ukuye tu. Njoo na mimi nikaenda, nikafika, nikamtilia plaster vizuri, na penda. Akaniombea. Siku aliniombea kwambia, nafika mkanisa nasema haleluya. Kila mtu anasema amen. Nikasema kumbe kuko na kauchanja kumtafuta Mungu. Kipaji cha mwingine unaweza kukibeba. Haleluya! Amen. Sikiliza. Usifanye ujanja wa ulozi asema ni mfunge. Aache kuongea maneno ya Mungu. Wewe pako kwisha. Haleluya. Amen. Ukipima asema ni mfungie, wewe pako ufanye nini? Kwisha. Utakatafuta walozi au kawapati. Mpaka ukaenda ukapige magoti kwa nini? Kwa kanisa. Na kama ni mtumishi wa kweli nikwambie, hiyo baraka uipati. Na kwa kufanya vile unapaswa ujinyenyekeze kwa Mungu. Bwana ndiye sana. Ili wetu wa mbinguni. Wasituchezee, tuna Mungu ambaye anayepatikana, anayeonekana, anayesaidia, anayekujali, anayekupa nguvu, anayekupandisha na level, anayekupa extra ya uzima. Haleluya. Amen. Mwisho wa miaka ni ngapi? 70. Mwisho wa miaka wa wanadamu hapa sasa kipindi tu kwa ni ngapi? 65. Biblia inasema ngapi? Twende katika Biblia inasema ngapi? 70 na ngapi? 80. Tusiende kwa extra. Twende tu kuyaga Biblia. 70. Bwana ndio sana. Sasa nikwambie, mtu anafika kwa miaka kama ni 80. Mungu anasema nitakupa na nyingine extra ya 30. Utamchezea? Huyo utaenda kumzindika. Zindika tukuone kama utazinduka. Haleluya. Utasema naenda kukushindika, kumbe unaenda kujishindua wewe mwenyewe utangulie. Utasema ni mkandamize, kumbe unaenda kujikandamiza wewe mwenyewe. Utasema tuchimbe kishimo kirefu, kumbe ni kishimo kiapo batia udongo. Kama ni mimi, tachia hapo na mkono wangu nafanya hivyo. Sababu Shiro anasemaka, sikiliza, Roho Mtakatifu vingine tunafanyaga tujuaki. Utaona ndio unatendana kiburi sio kyako, puko mwenye kiburi yako ndani. Haleluya. Utaona unafanya nini tunasema mbanaanza kusanga kuko mwenye navyo yako ndani. Na ndio maana uko sawa. Usitikisike na mtu, usibabaishe imani. Ukijua haya maneno, mulozi hawezi kukufanya kitu. Hii tunasema hapa tunajua kumbe mazindiko inakuwaka, bakuanga, bakujifunga, bakutia mabiso mnyumba ya moto, kusema sema tunakingwa, sisi tunakingwa na moto wa kweli mbinguni. Haleluya. Tupike makofi na vigelegele kwa Bwana. Amen. Glory. Haleluya. Hii ni maneno ya Mungu. Wakati tunatafuta safari ya kwenda kumbingu, kama wale wana wa Israeli walikuwa na safari ya kuvuka Kanaani, wakapewa sheria, wakaambiwa watimize sheria. Ule mwenyewe huwezi kutimiza sheria, hauoni pale ng'ambo hapaonekani. Na mimi ninasema huyu Kristo ambaye tunatumikia, kama unakuja na tukufunga pale ng'ambo haupandi, hapo kwa kumuona Yesu haupandi, wewe ngazi yako haitaonekana. Haleluya.
Kumbe tufanye bidii, tufanye juhudi, tuache uongo. Utasema mimi nika uongo tu, ile uongo ni ulozi. Ile uongo uko nasema sinaenda kuuana. Ule anakufa kwa uongo, shini wewe, mlozi ni nani? Shini wewe. Wewe si ndio ulisema na ule mtu anakufa. Bwana ndiye sana. Neno ya mwisho kusisitiza wapendwa katika jina la Yesu. Tumfuate katika roho na kweli huyo Kristo. Amaleki anasemewa kama na hivi. Na Mungu atubariki sisi sote. Amen.